Serikali wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Naam, tayari Rais Stabu amepokelewa Ikulu jijini Dar es Salaam na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan, na taarifa zaidi kuhusu ziara hiyo itakujia katika saa ya pili ya TBC Ardhio. Serikali imepanga kuanzisha ujenzi wa viwanda zaidi ya 9,000 kwa miaka 6 ijayo ambavyo vinatarajia kutoa nafasi za ajira zaidi ya milioni 6.5 kote nchini. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa viwanda na biashara Dr. Selemani Jafo wakati akijibu hoja mbalimbali za wabunge. Tupate maelezo zaidi kutoka Dodoma bungeni. Kiwanda hicho kilisimama zaidi ya miaka 30. Mapema asubuhi baada ya waziri wa viwanda na biashara Dr. Selemani Jafo kuwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo, baadhi ya wabunge walikuwa na hoja mbalimbali. Bado uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo ni lazima tufikirie umuhimu wa kuwa na maabara kwenye mikoa yetu ili kupanua wigo na kufanya kazi za shirika ziwe rahisi, sampuli ziwe zinafika kwa wakati, zinafanyiwa vipimo na kuja na majibu, lakini hawa ambao wanahitaji huduma waweze kupata kwa urahisi. Tuondokane na hii dhana kufikiria tu sampuli lazima iende Dar es Salaam kwenye maabara iliyoko pale. Kaka, chukua fursa ya kumlinda mwekezaji wa ndani. Mfikirie mwekezaji wa ndani ametengeneza ajira ngapi? Mfikirie mwekezaji wa ndani ananunua malighafi ngapi kutoka ndani? Na mganga na Nchuchuma nayo itakuwa miongoni mwa wao kuweza kuendesha biashara zao vizuri. Ikafika zamu ya kupangua kila hoja. Tunajenga maabara Mwanza, tunajenga maabara hapa kubwa Dodoma, ambayo ukienda pale leo kama unaenda nane kuna maabara kubwa ambayo mwezi wa 6 tutaanza kuweka jiwe la msingi. Matarajio yetu ni kwamba maabara ile ambayo itakuwa ni kubwa zaidi kuifungua ndani ya mwaka huu, mwaka 2025. Lakini ukienda kule Arusha, hali kadhalika ujenzi wa maabara unafanyika. Kwa hiyo swala zima la upelekaji wa maabara ni kwamba nchi yetu sasa kupitia TBS tunafanya uwekezaji mkubwa katika upande wa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapata fursa za watu, kuhakikisha tunafanya testing katika maeneo mbalimbali bila kutoa gharama yote ya watu kusafiri. Swala la sukari nalo likazungumziwa. Kwa pamoja unapata tani 681. Mahitaji ya sukari nchini mwetu ni tani 802, ambao industrial sugar ni tani 250, ambao brown sugar matumizi ya nyumbani ni tani 552. Ukijumlisha bafa utapata karibu ni tani 600 plus. Leo hii capacity hiyo ukiangalia, kama kutakuwa na full capacity ya production, maana yake tutakuwa na tani 681. Hii ni brown sugar. Nini maana yake? Nchi yetu ndani ya kipindi kifupi tunachokuja hatutakuwa na haja tena ya kuimport sukari katika nchi yetu. Na je, vipi kuhusu mipango ya ajira kwa vijana? Private sector, viwanda na biashara ndio sehemu lango la kuajiri. Ndio maana katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hivi sasa itakuja na mpango mahususi wa ujenzi wa viwanda wa miaka 6 utaanza mwaka huu mwishoni mpaka mwaka 2031. Malengo yetu ni kwamba kujenga viwanda karibuni 948 vitavyoajiri watu milioni 6.5. Ajira za moja kwa moja ni watu milioni 140. Wale waliobakia milioni 5 plus watakuwa hizi ni indirect employment. Bakari Msuya, TBC. Naam, ripoti kutoka bungeni jijini Dodoma ambapo